Mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacobo alimaarufu kama Boniai anatujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho ndugu Tundu Lissu, ambapo kesi hiyo inaendeshwa katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam. Boniface Jacobo anasema karibu katika show za Tundu Lissu kama vile ambavyo watu wengine wanapenda kwenda klabu za muziki za usiku, sio kwenda kucheza bali kwenda kuangalia tu vile DJ anavyocheza na meza yake akifanya mixing yake kwa mbwembwe, mara kagusa huku kagusa kule, mara kapunguza sauti, mara kaachia burudani. Au kama vile wengine wanavyopenda kwenda katika mziki wa dancing, sio kwenda kucheza bali kwenda kutazama tu vile mpiga drums anavyocheza na drums zake, vile anavyogusa moja moja kwa mbwembwe huku anachezesha mguu wake wa kulia kupiga ile ngoma ya chini, mara kapiga ngoma za kushoto, yeye kageukia upande wa kulia bila kutazama, basi burudani kabisa. Basi ndivyo ilivyo hapa mahakama kuu kanda Dar es Salaam katika Kizimba, ukumbi namba 1 wa mahakama kuu. Lissu hapo mezani ametandaza vitabu vyake vya sheria, mafaili, kanuni, miongozo, pijio, bando kitita la ukabidhi kutoka Kisutu, kamusi na marejeo ya kesi mbalimbali kutoka kwa mahakama zote duniani za Jumuiya za Madola. Ni hatari tupu. Na raha inakuja pale Lissu anapogusa vitabu vya sheria hii, anafunga na kufungua sheria hii, anafunga na kufungua faili hili, na wakati anafungua na kufunga mafaili yake anawatajia majaji jina la sheria, mwaka wake na vifungu vya sheria. Vinapatikana ukurasa namba ngapi. Ni burudani tosha, ni elimu bila malipo. Hakika wengi tunajisemea walimu wa sheria wangekuwa hivi, kila mtu nchi hii angekuwa mwanasheria. Kuna siku niliona jaji ameomba tuition ya bure kutoka kwa Lissu Kiaina alipomuuliza swali Lissu, mshtakiwa, kuna tofauti gani kati ya kesi inayoendeshwa kwa session na zile zinazoendeshwa kwa sitting? Hapa hata wauza mayai tulipata somo tukaishia kutingisha vichwa mahakamani kwamba hata sisi tumeelewa, na kuibia siri tu kwamba hata maaskari magereza wanaosimama nyuma ya Lissu kizimbani huwa wanajisahau, na wakati mwingine wanaishia kutingisha vichwa wakizielewa nondo za jamaa vizuri. Wakishindwa kujua sheria ni uzembe wao tu. Mashahidi wanasema ni heri ukutana na simba mbugani kuliko ukutana na Lissu katika kizimba cha mahakama. Karibu katika show za Tundu Lissu, alisema hivyo kiongozi huyu na mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Na kwa mjibu wa taarifa zilizopo na utangulizi katika kesi ya Mheshimiwa Lissu, tarehe 17 mwezi wa pili 2025, Mheshimiwa Tundu Lissu na viongozi wengine wakuu wa chama walikuwa kwenye kesi nyingine ambayo ni petition namba 8323 ya mwaka 2025 kati ya Said Issa Mohamed na wenzake, Registered Trustee of Chadema na wenzake, iko mbele ya Jaji Mwanga. Shauri hilo leo lilikuja kwa ajili ya usikilizaji wa mapingamizi yaliyowekwa na Mheshimiwa Lissu, kwani aliomba na yeye aunganishwe katika shauri hiyo, na mapingamizi yaliyowekwa na mawakili wa Said Issa na wenzake yamesikilizwa leo na uamuzi utatolewa tarehe 3 mwezi wa 3 2026 juu ya Mheshimiwa Lissu atakubaliwa au atakataliwa kwa sehemu ya maombi. Tukielekea mahakamani kwamba tayari kesi ya Tundu Lissu imeshaanza, na hapa nitakusogezea updates kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu. Mawakili wa serikali wamefika na mawakili wa Mheshimiwa Lissu waliopo ndani hadi sasa. Mawakili wa Mheshimiwa Lissu waliopo ndani hadi sasa yupo Daktari Lugemeleza Nshala, Peter Kibatala, Hekima Mwasipu, Faraji Mwangula, Michael Mwangasa, Edison Kilato, Frederick Msaki, Deogratias Mainyila, Madu William, Ikot Lissu, Doris Kafuku, Michael Lugina, Edward Heche, David Manoti. Hao ni baadhi ya mawakili ambao waliopo hadi sasa mahakamani, na viongozi wa chama pia wapo. Yupo makamu mwenyekiti wa chama John Heche, naibu katibu mkuu Amani Gorugwa, mwenyekiti wa kanda ya Pwani Boniface Jacobo, mwenyekiti wa baraza la wazee Susan Limo, katibu mkuu wa Bavicha Duale Mzito, na katibu mkuu wa Bawacha Pamela Mesei, na viongozi mbalimbali wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na muda mfupi hapa nitakusogezea kile ambacho kinaendelea katika kesi hii ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu.